Mambo vipi mwanafamilia wa Rick Media, this is E-Talk, tunaongea kuhusiana na burudani. Leo imekuwa ni siku poa sana, nimepata nafasi ya kuzungumza na Maalim Mzingizi. Naweza nikasema moja kati ya watu ambao wamebarikiwa kujua vitu vingi. Nikisema nikilinganisha na elimu yake inakuwa sio sawa, kwa sababu wana uwezo mkubwa sana ambao ukisema udip kwenye elimu yake unaweza kusema na PhD ya nini. Ukienda kwenye michezo yuko vizuri, kwenye mpira yuko vizuri, kwenye muziki yuko vizuri, na anachambua vizuri na watu pia wanamfuatilia sana. Niko na Ricardo Momo, yes, all the way kutoka Wasafi Media. Nakuwa niko sahihi zaidi? Upo sahihi. Hivi nikisemaga mtu anapokutambulisha Ricardo kaka wa Diamond, unakuwa comfortable sana au unahisi kama kuna titles zako zingine kama watu wanazinaniliwa? Sipendi. Haupendi? Sipendi hivyo. Yaani sipendi niondoke na title kwa sababu itanimeza. Mimi nina kitu changu mwenyewe. Itabaki tu kuwa ni ndugu yangu. Sipendi kuibeba hiyo title ya kaka yake, haijakaa sawa. Hauipendi? Inataka ikae Ricardo Momo. Yaani ikae Maalim Mzingizi, ikae mzee wa Kudere. Ni ikae mzee wa Zandani, yani inataka ikae hivyo. Mfano kama Diamond, yani itakuwa nzuri imbebe mdogo wake Ricardo Momo. Sasa yeye unajua Diamond ni mtu maarufu zaidi, ana title kubwa. Yes, kwa inawezekana title ya Diamond ikawa, yani wewe kuwa kaka wa Diamond inakuwa kubwa kwa sababu ya title ya Diamond Platnumz. Na wengi wamekujua wewe kutokana na Diamond Platnumz pia. Ndio, ni jambo zuri. Yeye ni sababu, ni kitu kizuri sana yeye kuwa ni sababu, lakini ndani yake kuna mimi ambaye kupitia yeye inabidi na mimi sasa unajua njivue gamba. Ndio unafurukuta hapo sasa kuitoa hicho kimvuli hicho. Unatakiwa usimame. Unajua unaposimama kwa ajili ya mtu hata riski pia itakuwa ni ngumu. Itabidi pia utegemee kwa upande wake. Ukisimama mwenyewe kwa ndo unapoangalia upande wako riski pia unakuaje. Namshukuru Mwenyezi Mungu basi sasa hivi, yani ninaponda sehemu yote tunasimama mimi kama mimi. Sidharau wala sipingi. Kwa hiyo atakayekuja kwa njia kwamba kaka yake na Diamond it's okay, mdogo wake Diamond it's okay, ila nafurahi zaidi ninapoona ninasimama mimi kama mimi. Kwamba inaonyesha kwamba ana nguvu kiasi gani. Kuna sehemu ushawahi kukosa dili kwa sababu wewe ni ndugu yake Diamond? Matangazo, watu wengi sana wanaogopa kunipa matangazo. Kwa nini? Wanajua bei za Diamond ndo zangu mimi. Kabla inza kimesla kabuti. Kila sasa wakija sasa kukutana nini hapa, jamani mimi ni Ricardo tayari Judy Momo. Mbona tunazungumza vizuri tu. Ndio ufuta. Bwana mimi sikutegemea bwana. Nijua kama Diamond ambaye hapana. Hata kuna baadhi ya makampuni ya soda alishakupa jina langu akaogopa. Akasema wale bwana wapo kampuni fulani wale. Kumbe ni mtu mmoja. Mtu mmoja tu. Sasa of course Diamond akipewaga deal hata nyinyi wenyewe waga mnavaa mnakuwa kama wahusika na nyinyi. Mfano kama deal aliyopewaga la kinywaji ile kila mtu akafanya. Sijui kama ni yeye anatumia kama fursa kuwapa na nyinyi mpate chochote au nini? Kuna wakati anakuwa uzuri yeye anapopata madili kama yale huwa naye pia anatoa. Yaani anakuwa na mabalozi wake sasa. Yaani mfano Diamond akipata deal la kampuni yote, sometimes ana influence yake, ndio sisi anza kanichagua. Sasa Momo utakuwa katika ile jambo nayo utanisaidia kupush. Kuna kiasi changu wanapewa sasa. Shaba nzuri. Kwa mimi nikipewa inabidi nilivae jambo. Yaani ngatafuta lingine itakuwa romba sasa hiyo. Shaba nzuri. Inabidi push kitu ambacho ndugu yako amefanyaje? Amekupa. Kwa unafanya. Ricardo Momo anasema kwamba ni waridi lililoota katikati ya kichaka chenye miba. Kwa maana gani? Ricardo umekuja hapa, cha kwanza umesema naomba ni swali kwanza. Ndio. Umeswali, umechukua udhu, umeswali. Right? Ni mtu ambaye mtu wa dini sana. Lakini lifestyle ya kazi ambayo unaifanya na ndugu familia inaonekana haireflect na Ricardo ambaye wewe ulivyo. Yaani kuna namna nafsi yako inajitenga na kazi. Ni kweli? Mimi bwana sasa hii ninachozungumza ni mtu ambaye imani yangu makijo unaposema na imani pia naona kama haijakaa sababu imani haitakuruhusu kufanya vitu vya ajabu ukiwa na imani sana. Ukisema nina hofu ya Mungu, pia mwenye hofu yake haimruhusu pia kufanya vitu vya ajabu. Bali ni mtu ambaye ninasema navutiwa na nina matumaini siku moja nije nikae katika njia iliyokuwa sahihi. Unajua ukisema unavutiwa maana yake kwamba navutiwa na akhlaq za dini. Napenda kwa sometimes unakuwa amalu, sometimes unakuwa kafaru. Sio mzuri. Muda unakaa sawa. Maisha. Kuna muda ndo maisha. Lakini na nyakati nyingine unakuta unafanya vitu sio kama unapenda kwa sababu ndo maisha yashakimbilia huko.
tunaona kwamba kula yako vaa yako ipo huko, unajua Sasa unaposema kwamba utaanzisha maisha mengine nyuma una kijiji, sio unaelewa vizuri. Mfano kama binafsi nikisema naachana na harakati zote hizi za kilimwengu, maana yake ni jambo ambalo nimelifikiria muda mrefu, si ndio? Nimelifikiria muda mrefu mpaka akili yangu, moyo wangu vikana jambo hili kwamba tunaachana na mambo, tunashikamana na njia ya Mwenyezi Mungu. Lakini nyuma yangu na watu, je, hao watu nao wana fikra kama hizo? Umeshafahamu vizuri? Maki nikikata mimi ikamba, maki kuna wengi nao huko nyuma sasa sikuwaandaa. Sasa kama hujaandaa manake hawatakuweza kukuelewa kwamba nafika pindi na bwana vipi ila kula inshallah tuombe dua. Afu nakuona wewe vipi, yani unakaa kama mpumbavu na akili mjinga. Unachaje kazi? Shafahamu vizuri. Sasa huwa navutiwa, na ndio maana dua yangu kubwa naomba Mwenyezi Mungu kwamba anipe mwisho mwema. Lakini hauwezi kupata mwisho mwema ikiwa haujikaribishi hata kidogo kwa Mungu. Okay. Nzuri, ndio maana tunajikaribisha kwa swala 5. At least kwa swala 5. Sometimes una kheri ukiona tunafunga. Ukiacha hii Ramadhani, lakini hii ni lazima. Unafunga hizi za sunna hizi, unajikaribisha pia kwa Mungu kufunga. Kuna mambo pia unapunguza sometimes, unajua kuna mambo unapunguza, unaona kwamba haya sasa Mungu haya mpendezi sana, unapunguza. Shafa mzuri. Okay. Ile baki ambayo at least hata ukienda kwa Mungu na kwa Bwana Mungu bana pale ilikuwa gumu kwa sababu ni kwa ndo napatia riziki ya kula. Lakini kuna mengine yanakuwa sasa ambao hata Mungu mwenyewe hata hili pia hii bado kuna kopeka. Kwa unaangalia yapi ambayo ya kuyakwepa na yapi ambayo unajua ni magumu. Naomba pia Mungu akuwezeshe baadaye uweze kuyaacha, basi uwe mkamilifu moja kwa moja. Hilo inaweza kuwa sababu ambayo inamfanya Ricardo Momo asipewe majukumu mazito ndani ya lebo ya WCB, kwa sababu by that time tulishai kumuona Ricardo Momo akisimama kama manager wa baadhi ya wasanii ambao walikuwa chini ya WCB. Lakini sasa hivi Ricardo umebaki tu kwenye mambo ya utangazaji zaidi, labda kwenye mambo mengine ambayo ni ya kifamilia zaidi uweze unasaidia, lakini sio 100% kwamba utasema Ricardo Momo yuko na msanii fulani, Ricardo Momo yuko na, kwa sababu ya lifestyle hiyo. Sasa hata bosi anajaribu kukupunguzia majukumu yanaweza kukuingiza wewe katika maisha ambayo wewe anaona kabisa kwamba huyu mtu hayapendi haya maisha. Hapana, hiyo inaweza kuwa sababu moja wapo, lakini ukiachana na kidini pia kuna sababu za kibinadamu. Unajua mwanadamu anapofanya kazi anahitaji apate feedback nzuri. Shabaha nzuri. Sasa unapoona wale ambao unawatumikia hawaoneshe ushirikiano mzuri, huwa inakata. Shabaha nzuri, yani huwa inavunja sana moyo. Unajua hatukuumbwa kamilifu wote. Maana kuwa team maana yake Riki. Team maana yake sio wote mtatoa 100% ya kitu. Team maana yake wapo watakayetoa mpaka 10%. Wapo kwenye team. Lakini ile 10 yao zingine ndio inaimarisha kuwa timu bora. Shabaha nzuri. Sasa mtu akiwa anaidharau ya 10 yako ama 20 yako, maana yake namvunja moyo yule mtu. Hata ile 10 anaweza siitoe. Shabaha nzuri. Ndicho ambacho mimi kilichonifanya nikakata tamaa katika upande wa wasanii. Sasa kwa sababu mimi wasanii wote naona Wasafi wote naona wote mimi nimewasimamia. Kwa sababu mimi sikujitoa, sikuwa kama meneja wa msanii fulani. Nilikuwa meneja wa wasanii wote. Okay. Vizuri. Kwa kila msanii anayekuja, kwa sababu lebo ilikuwa na ndugu yangu mimi, kuna simama mimi kama mimi. Sasa wasanii kuna hatua akifika wa kibinadamu. Unajua kila mwanadamu, sio kila mwanadamu atakuwa ana roho ya imani ama kuangalia wapi alipotoka. Kila hatua akifika na kuwa naamini kwamba yani wanasahau kuona jitihada zako. Shabaha nzuri, wanasahau kuona mchango wako. Kwa sababu wanataka, kwa sababu wao wanakuwa haraka zaidi tofauti na sisi manager. Shabaha nzuri, kutokana na muziki jinsi unavyokuwa na lebo ilikuwepo. Ile lebo inafanya kwamba ghafla tunakuta msanii ana uwezo wa kwenda Nigeria, ana uwezo wa kwenda Ghana. Shabaha nzuri. Afu nakuta katika hiyo safari wewe manager kumbe bado umebaki kwenye loko. Yaani umebaki kwamba kupeleka CD, clubs kupeleka CD, Wasafi kupeleka CD, zingine Crown, umebaki zingine kusambaza nyimbo, umebaki katika misingi ile ya kinyumbani. Afu msanii tayari ana msingi wa international. Umemfahamu vizuri hapo. Sasa yeye anaona kama mzigo. Sio ku upgrade na ufike kule. Sio kitu kibaya. Sio kitu kibaya, ni kitu kizuri, lakini kumbe kuna njia ukitumia kwamba huyu ni meneja wangu.
Sio mzuri. Mimi nipofikia labda hajafika bado hapa. Kama kufika hapa haimaanishi kama mimi sasa nimuoneshe dharau, yani nisiheshimu harakati zake. Mimi niongeze nguvu, pengine nguvu itamjenga zaidi, tukawa kitu hichi kimoja. Nikupe mfano mmoja wa Diamond Platinum, na ndio Mwenyezi Mungu anamfanikisha sana. Alikuwa na manager, alikuwa na Salamu, alikuwa na Mkubwa Fela, alikuwa na Babu Tali. Manager wawili. Wangapi hao? Wawili. Alipoona anatafuta njia ya kwenda international, alipokutana na Salamu akumdharau Tale wala Mkubwa Fela, na wala hakuacha. Yeye haja quit, aka-add, yani akaongeza. Ikapatikana nguvu kwamba Tale Mkubwa Fela wana fitna kusema mzuri East Africa, Salamu fitna zake international kusema mzuri, kwa akawa na nguvu zaidi, na mwisho siku mameneja wote wakanapata heshima hii moja. Nifahamu mzuri, haikuonesha hata chembe ya dharau kwa wengine. Sasa wasanii wengi ambao sasa hivi wanakuja hicho kitu hawana. Wao wanaamini kwamba akishavuka hapa amemaliza, anaangalia kwingine, na huko anapomaliza amalizi kwa adabu, kwa utovu wa adabu, kwa kutokuheshimu na kutokuangalia umemtoa wapi, umempigania wapi. Shema mzuri, yani atazame hicho kitu. Yeye ajiona kashawin maisha, kafanikiwa, mimi na let's go to Georgia, sitazami tena nyuma. Kwa hiyo sasa hiyo siku inakwenda kuvunja nguvu wewe, na sio tu. Kwa hiyo inamfanya tawa wengine. Mimi unajua napata DM kibao za vijana. Mimi sipo game sani brother. Hautaki kabisa kwa sikia. Hata kidogo, yani kwa sababu lakini Ricardo hapo anasema mfano wanasema mfano kama Ricardo kuna sehemu alikuwa ni ngumu, sasa wanakuta kufit, na wakasema lugha changamoto kidogo kwa Ricardo mkienda kimataifa na nini. Lugha mimi nimehifadhi maneno ya Mwenyezi Mungu, nishinda kujua Kiingereza. Sasa unakuwa chizo Qur'ani. Sheikh Qur'ani huyo hawa sanii wanasema hivyo, mwambie asome Qur'ani pale. Huo mdomo kaja kwa kama kalisho magimbi, mdomo kaja kwa mzito. Unajua Qur'ani tabul ainza kimesta nkabuti. Ndio maneno magumu. Lakini hapo kuna herufi zipo kwenye Qur'ani Sheikh. Ndio khe, unajua ain hizo. Inabidi uwe mdomo kama kuna magimbi wote ukavunjika taya. Ndio nakwambia ni kila kitu kinatengenezwa. Unajua mtu anapokuonesha, yani anapokubali harakati zako na akaheshimu kile ulichomfanyia, inakupa nguvu na yeye ya kwenda pale yeye alipo. Okay. Lakini mimi nilikuwa na msanii tulikwenda wote sehemu moja, tulikwenda kukesha sehemu. Asubuhi tulikuwa tuna interview. Natakiwa tuende na interview, ilikuwa inafanyika Azam hiyo interview. Kwa tumekesha wote mpaka saa 10 alfajiri. Jambo nzuri, kukesha pale, tukarudi studio tukapumzika ili saa 2 tuwae interview. Pumzika mimi nikafanya maksudi brother. Nikasema nataka nimwangalie msanii. Mimi sikulala sikio. Nikanapiga nyonzo kama hivi. Yaani naangalia roho yake jinsi ilivyo. Msanii kaamka, kajiandaa, kamaliza, kacho huyo ndoki. Kaondoka zake. Afu kaondoka akapiga simu Babu Tale. Bosi, mimi nimekuja huko peke yangu, meneja yupo kalala. Bosi akapiga simu, mama nikamwambia bosi, niko macho. Yeye nataka nimwangalie. Tuna play as a team au uwezo wa mtu binafsi. Nikamwambia kumbe huyu hayupo kitimu. Ushauri huyu ni binafsi wa mtoto. Ushauri mzuri Kwa hiyo ilifika pini nilikuwa na nasimama na msanii, lakini sio ile kwa love, kwa sababu nilimuona. Na ni mtu ambaye mimi ndo nimekuwa sababu. Unajua tuta kwenda mtu fani, yani mimi ndo sababu unajua. Yeye kusainiwa Wasafi. Mimi ndo sababu, mimi ndio ni mtu ambaye ndo niliconnect dot. Nilikabidhiwa mimi mwenye bana, kuna dogo fani anataka kuperform, atakupigia, akanitafuta mimi. Nikampokea. Hapa sijui kodi. Nikampokea mimi. Tena tupo wapi? Tupo da live hapo. Nikampokea mimi kwa mikono yangu miwili, nikamchukua, nikamwambia Sheikh, mimi akatoa nanuka perfume brother. Yaani nishajipata. Sina hela lakini nishajipata, ni msafi. Perfume nanukia vizuri. Unamjua mtu akajipata Tabul Ainza kimeslan kabuta fakia na kufuata hivi. Inakuwaje Sheikh? Akujipata katoka jua kali. Lakini sikumetea dharau brother. Nilimchukua,
nikaenda naye mpaka ndani, nikamkabidhisha kwa DJ, kwa mtu ambaye mpanga ratiba, akaperform, akanitumia mpaka video zake. Bana bro, nimeperform, namshukuru Mungu, alhamdulillah. Mdogo wangu usikate tamaa, kuwa unanitumia nyimbo zako mimi. Akanitumia nyimbo. Kipindi hicho Diamond wazo la lebo alipwa. Brother, hapo Diamond na mambo yake tena. Kaka, ujenzi unamchanganya, mama yake anaumwa. Akapokea simu yako. Mimi ndo na doti. Nakumbuka mara mwisho nilimpakia kwenye gari. Ile gari ilibadilika tabule anzaki. Unajua mtu akitoka kwenye jua Diamond aliniambia bana, sometimes mama wasiletee bana vijana kama hivi bana. Nikamwambia bana, nisamee mimi. Nilimwambia nifuatie hapa hivi tunaenda nyumbani. Yaani mimi ndo na play your part. Upo vizuri lakini mwisho wa siku hajaona. Sasa unajua mtu akiwa akuoneshi kurejeshani, anasema ajaza ihsani ila ihsani, malipo ni kufanya wema na mrudishie wema. Sasa mtu akiwa akuoneshi wema, maana yake wewe unapokea nini? Pain, si ndio? Maumivu. Ukishapokea maumivu utakuwa na nguvu ya kufanya tena kazi naye. Kwa kiufupi, wasanii wengi hawana shukrani kwa watu wao, yani ambao wameshukrani. Ndio maana hata wenye lebo hizi kwa nini sometimes wanafanya vitu vya kuwakomoa, kwa sababu wanawarudishia maumivu. Yani mtu anafanya kwa ubinadamu, mtu anakurudishia maumivu, unafikiri utakuwa na huruma naye? Mshamba mzuri ndio iko hivyo. Basi msashukuru nikuona kwamba ili jambo mimi kweli likanikata. Kunikata sasa, unajua Mwenyezi Mungu alivyo huwa na kama pale Wasafi palivyo pale, Diamond akupe hela mkononi hata kama uwe ndugu yake. Na ukae tu Wasafi, upo Wasafi tu kama chawa. Lazima uwe na kitu cha kufanya. Sasa mwisho wa siku ukawazamia wasanii na hata fulani time tu, yani kazi ambayo shilingi ya kinyongo, hata riziki yenyewe kama siku haipatikani. Ushaba mzuri ndio Allah akafungua akaleta radio. Kwa radio nikam mtangazaji, ningeona sasa jamani, na kazi ambayo nasimama mimi kama mimi. Yani nikamsimamia mtu wakati nina kazi inanitambulisha mimi mwenyewe. Ricardo Momo mwenyewe, yani najulikana mwenyewe, inanipa title mwenyewe, watu wanifahamu mwenyewe. Nikakaa nyuma mtu ya nini? Mimi nikakaa nyuma mtu kisa nini? Kisa nini? Nikamua kuachana nao. Okay.